Shalom, ninawakaribisha watumishi wa Mungu kutoka Tanzania na mataifa mbalimbali mnaoshirikiana nami kwenye huduma hii. Nawakaribisha kutoka Afrika Mashariki, nawakaribisha kutoka Marekani, Uingereza na Australia, nawakaribisha kutoka mahali popote ambapo wanifuatilia. Mungu ametupa neema ya kuendelea na huduma yetu, na tumekuwa tukitafakari mwendelezo wa kutungua sheria ya kiti. Siku ya jana tuliona habari ya athari ya tamko la mauti, na tumepata kutafakari pamoja, na tunaendelea tena na siku yetu ya leo. Tutaangalia tena kidogo pia sheria ya mauti na namna ambavyo mafatilizo ya mauti yanaweza kutokea kwenye familia pale ambapo tunamkosea Mungu. Mungu anaweza kutoa adhabu ya mauti. Mafatilizo yanaweza kutokea, na ndani ya mafatilizo ya adhabu huwa adui anapata nafasi pia anaitumia. Anaweza kutokea mafatilizo ya adhabu ya mauti ikapiga familia, ikapiga ukoo, ikapiga hata kabila. Kwa hiyo tutaangalia leo, lakini niseme kwamba kuna watu wanatafuta wanahitaji kitabu cha mbinu kutoka kwenye Agano la Umaskini. Ni kitabu ambacho kilikuwa kimeisha kwenye akaunti yangu ya vitabu, lakini nimeenda kuchapisha. Kuna watu kutoka Kilosa mlihitaji kitabu, kimeshakuwa tayari. Nafikiri kuna marekebisho kidogo yanaendelea huko, lakini kesho naweza nikawatumia wale ambao nimeshatoa hela ya kitabu kabisa. Vitabu vimeshakuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitabu hiki, kutokana na somo ambalo tunaendelea kuvunja agano la mauti, ni kitabu ambacho kitakusaidia sana. Ile somo nimegusia kwa sehemu, lakini haya mambo ambayo nimegusia yapo kwenye kitabu hiki kwa kina, kuvunja agano la mauti. Kwa hiyo Mungu akikupa neema unaweza kusapoti. Uchapishaji ni shilingi 7,000. Kama uko mkoani tunaweza pia tukakutumia, lakini kama uko mbali nje ya nchi tukaangalia na taratibu ya kutumia soft copy. Kama uko nchi nje ya Tanzania ni vigumu kukufikia, wewe nijulishe, niko taifa fulani nahitaji vitabu, basi utafanya taratibu kutumia soft copy kupitia email. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaangalia mafatilizo ya mafatilizo ya mauti, au adhabu ya mauti, kwamba tunaposema kutengua sheria ya kiti, lakini kuna wakati tukamkosea Mungu na adhabu ya mauti ikatolewa kulingana na kiwango cha uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 2:30-32 nitasoma. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wetu aliyasema, ni kweli na alisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja nitakapokata mkono wako na mkono wa mbavu ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwako mzee. Nawe utalitazama peso la maskani yangu katika utajiri wake, katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hakutakuwako mzee milele. Usiunganishe tena hapo na kitabu kile, kitabu cha Yeremia 15:2. Biblia inasema, kisha itakuwa hapo watakapokuambia tutoke twende wapi? Utawaambia, Bwana asema hivi, walioandikiwa kufa watakwenda kufa, au kufa kwa upanga watakufa kwa upanga, au kufa kwa njaa watakufa kwa njaa, au kutekwa nyara watatekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ni mafatilizo ya adhabu au hukumu ya Mungu. Sasa hapa tunaona hapa litamkwa juu ya mbari au ukoo.
ule ukoo wa makuhani, ukoo wa Haruni. Eli alimkosea Mungu na watoto wake walimkosea Mungu. Baada ya kumkosea Mungu, Mungu akatamka kwamba adhabu ni hii, kwamba katika hiyo mbari watu watakufa wanapokuwa watu wazima, na akasema hakutakuwa na mzee milele. Majana nikasema kuna mahali kuna sheria imetungwa kwenye kiti cha miungu, watu wanawekewa limiti ya maisha kwamba hakuna mzee, wanaishia miaka 50 kurudi nyuma. Sasa hiyo upande kuna magano yanafanyika upande ule, lakini kwenye madhabahu ya Mungu pia ziko koo ambazo zilifanya machukizo, waliabudu sanamu, wakafanya ukengefu, wakafanya uovu, na Mungu akatamka hukumu ya adhabu ya mauti kwamba hapa anasema hakutakuwa na mzee milele. Lakini huko Yeremia anasema waambie ondokeni, anayeandikiwa kufa atakufa kwa upanga au kwa njaa au atatekwa. Sasa kuna mapatilizo ya Biblia inasema na apatiliza wana kwa baadhi ya kitabu cha 3 na cha 4. Sasa kuna mapatilizo ambayo sasa hivi yanapita kwenye jamaa au kwenye ukoo au kwenye kabila, lakini chanzo chake ni kilianzia mbali. Sasa kuna familia nakuta kwao hakuna mzee, yani mzee ana miaka 50, lakini akivuka hapo anakufa. Sema wanaandikwa upanga atakufa kwa upanga, sasa wanaandikwa kufa kwa njaa atakufa kwa njaa. Sasa kuna watu kwa sababu kuna mauti ya njaa, hata hapo kwenye nchi yenyewe iliyojaa neema na baraka za kutosha utakufa. Kwa nini? Ni hukumu ilishatolewa, ni mapatilizo, ni adhabu ya Mungu, ni hukumu ya Mungu imeachiliwa. Sasa haya yanatupa ufahamu kwamba lazima tupate nafasi ya toba kwa Mungu. Ikiwa kwenye familia yenu kuna vifo ambapo watu wamewekewa ukomo wa maisha, hakuna uzee, basi ujue ni adhabu ya Mungu imeachiliwa kwenye hukumu. Langu wa kutokea ni toba. Toba, Biblia inasema ni huruma za Mungu kwamba tuangamie, na rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku, na uaminifu wake ni mkuu. Kwa ni huruma za Mungu kwamba tuangamie. Kama anasema kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wake ni mkuu. Kwa hiyo na wapata nafasi ya kuachilia toba juu ya mapatilizo ya mauti kwenye familia. Kila siku asubuhi tunapata rehema mpya. Inapoambiwa ni asubuhi tunapata rehema mpya, tunapata kuishi, tunapata kumtumikia Mungu. Tunapenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaendelea kupomoka mbele madhabahu yako. Ni kweli Baba, tumetambua yako mapatilizo ambayo yanaachiliwa kwenye familia. Baba, ziko familia ambazo zimewekewa ukomo maisha, ni kwa sababu ya hukumu ya adhabu ulitamka vizazi vinne, na haya mapatilizo yanapita. Wako wanauawa kwa upanga, wako wanauawa kwa njaa. Waliandikiwa hivyo kwa sababu liko tamko la hukumu ya adhabu ilitolewa vizazi viwili au vitatu vilivyopita, na hiyo hukumu wanaona, wanashangaa. Kuna watu kuwa wanakufa katika umri wa miaka fulani, lakini kila mwaka wanazika mtu wa umri fulani, kwa sababu kuna hukumu ya adhabu ya mauti imeachiliwa kwenye hiyo jamaa. Nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako. Naomba toba kwa ajili ya familia hii ambayo nafuatilia mafundisho ya Facebook, YouTube na TikTok. Ninaomba toba, naomba rehema. Ila mahali ambapo iko familia imewekewa hukumu wa maisha, wanapita kwenye mauti, hiyo mauti inakula kwa umri fulani. Nasimama palipobomoka kwenye nafasi ya ukuhani, nikiomba toba, nikiomba rehema. Mungu, katika ghadhabu kumbuka rehema. Kumbuka rehema kwa ajili ya watumishi wako ambao wamekugeuka na licha jina lako, lakini hukumu ya adhabu iko juu yao. Wanaona familia watu wanaanguka mmoja mwingine, wanaona kwenye familia kuna hukumu wa maisha, wanaona kwenye ukoo hakuna mzee. Ni kwa sababu kuna hukumu ya adhabu ya hukumu wa uzee, hukumu wa maisha. Bwana, ninasimama kwa toba nikiomba rehema juu ya familia wanaofuatilia, rehema juu ya ukoo unaofuatilia. Wametambua kabisa kwenye ukoo wao hakuna mzee, ni kwa sababu iko hukumu ya adhabu imeachiliwa. Ninaomba toba, naomba rehema. Mungu, katika ghadhabu kumbuka rehema.
Oh, kumbuka rehema zako e Bwana, kumbuka rehema na fadhili zako. Naomba rehema kwa ajili ya familia hii, naomba rehema kwa ajili ya ukoo huu, neno ambalo umeliachilia leo Baba linamtafuta mtu mmoja, linapiga mwendo kumtafuta mtu mmoja, yamkini ndani ya Tanzania au ni ndani ya bara la Afrika au ni Afrika Mashariki au ni kule Ulaya au kule Amerika. Ili neno ambalo linapita e Bwana likamkuta huyo mtu. Haya maombi yanayoachilia saa hii yakamkuta huyo mtu ambaye kwenye ukoo Bwana unaokoma maisha ni mapatilizo ya adhabu, na unasema tukirejea kwa moyo wa toba utagairi ghadhabu yako, utagairi e Bwana, ama vile nchi ya Ninawi ulitangaza hukumu baada ya siku 40 walipogairi na kutubu, uligairi ile adhabu. Nasimama kwa toba kwenye nafasi ya kuhani kwenye madhabahu yako Baba, naomba toba, naomba rehema katika ghadhabu. Kumbuka rehema, kumbuka rehema kwa ajili ya ukoo huu, kumbuka rehema kwa ajili ya kabila hili, kumbuka rehema e Bwana, maana wako na wanaopanga magonjwa huko, upanga magonjwa imeachiliwa ili kuwakatilia mbali, wasivuke miaka 50, wasivuke miaka 60. Nasimama kwa toba mbele madhabahu yako nikiomba toba, nikiomba rehema ulokomo miaka leo kama adhabu. Nasimama kwa toba na kuachilia damu ya Yesu, nasimama kwa toba na kuruhusu damu ya Yesu ikaleta upatanisho huo ukoo Baba, na uleta kwenye madhabahu yako na upatanisha na nafsi yako huo ukoo kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Huo ukoo e Bwana na upatanisha na nafsi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ni kwa mamlaka ya damu ya Yesu ukoo e Bwana na upatanisha na nafsi yako, ukoo Jehova na upatanisha na nafsi yako Mungu, katika jina la Yesu nikiomba rehema zako zikaonekana kwenye hiyo jamaa walilokatiliwa kwa upanga wa mauti, unawapata katika umri wa miaka huko, upanga na kula mzaliwa wa kwanza, huko upanga na kula mzaliwa wa mwisho. Baba, nasimama kwa toba mbele ya madhabahu yako Mungu, katika ghadhabu kumbuka rehema, katika ghadhabu Mungu kumbuka rehema, katika jina la Yesu. Nasimama na damu ya Yesu nikiomba upatanisho, na upatanisho uko na nafsi yako Mungu kwa damu ya Yesu, na upatanisho na nafsi yako Mungu kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti. Wokovu wako onekane leo, ukombozi wako onekane leo, rehema zako zionekane leo, fadhili zako zionekane leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hawa ni Mungu aliye mwaminifu, hawa ni Mungu mwenye nguvu, hawa ni Mungu siyeshindwa. E Bwana, dhihirisha utukufu wako, dhihirisha neema yako, dhihirisha fadhili zako, dhihirisha wokovu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wokovu wako onekane leo, wokovu wako dhihirike leo, msaada wako dhihirike leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ni kwa mamlaka ya damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, naomba rehema zako, naomba fadhili zako, ukagairi ghadhabu yako, ukagairi hukumu yako, ukarehemu Bwana, ukawachilie Bwana, amuligairi kwa ajili ya Ninawi, ukawarehemu, ukarehemu na wanyama. Baba, nasimama kwa toba juu ya hii familia ambayo imesikia neno lako la uzima katika siku ya leo, na wameona ni kweli wameweka ukomo wa maisha, wameona kabisa wameweka ukomo wa maisha katika jina la Yesu. Hiyo damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu ikaleta ukombozi, ikaleta urejesho, ikaleta wokovu katika jina la Yesu. Ninakuamini Mungu, maana hakika ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Amina. Mungu akubariki mtumishi wa Bwana. Nakupa tu ushauri mdogo kwamba Mungu amenipa neema kufanya huduma za kwenye familia. Kile ambacho nakisema nimekiona kwenye familia nyingi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja jana, kanikumbusha familia walikuwa limit ya miaka
Yeye ni mtu ambaye ndio mzee pekee kwenye ukoo wao, lakini ndugu zake wote walipofika miaka 50 60 walikufa, na mwaka juzi ilikuwa ni kipindi chake cha kufa, na walipata magonjwa hatari matatu ambayo yangemwondoa kabisa, angekufa, lakini Mungu alimuunganisha naye kwa neema, na tulipata nafasi ya kuomba na kutafakari pamoja. Tulipata nafasi ya kuomba maombi ya kuomboleza, kumlilia Bwana, na Mungu akamwambia wazi kwamba nimekufuata, nimekutenga na hiyo mauti. Na Mungu alimwambia kabisa, sasa nitakupa miaka yako leo, nitakutaishi miaka 91, hutakufa sahihi. Na ugonjwa alikuwa naumwa ni ugonjwa ambao asingeweza kupona, maana kama daktari walisema kwa kweli moyo wako umeharibika kwa 75%, kwamba sasa ili uweze kuishi tena uwekewe moyo mwingine. Itokea mtu mwingine amepata ajali, amefariki, basi tukuwekea moyo wake, lakini moyo wako hauwezi tena. Na tuliomba mbele za Bwana na Bwana akamrehemu. Moyo wake sasa hivi umeenda vizuri, unapiga vizuri, ni mzima kabisa. Lakini Mungu alimwambia hii ni mauti kwenye ukoo wako, na Mungu akaachilia rehema. Ni mtu sasa hivi ni mzima, na nimekutana naye akiwa ni mzima, ana nguvu zake. Mtu ambaye alikuwa anasubiria kifo, lakini sasa ni mzima, anafanya kazi zake vizuri. Ni kwa nini? Bwana alisema nimekurehemu, hiyo mauti ya familia nimeiondoa, na utaishi. Na akapewa miaka 91. Lakini nilienda kwa familia moja ya kichungaji, watumishi wa Mungu walikuwa nakufa kila mwaka, na tulienda pale, tuliona Bwana alisema habari ya ukomo wa maisha na kuzika kila mwaka. Natoka tumeomba mwaka ule mpaka leo kumekuwa na amani. Lakini nakumbuka miaka kadhaa, familia moja kitajiri sana, ni matajiri wakubwa, wanafahamika Tanzania nzima kwa utajiri wao, wana makampuni makubwa, na ilikuwa imefika tu kila mwaka walikuwa wanazika mtu, na ilikuwa imefika huyo mama, ilikuwa ni wakati wake wa kufa. Lakini Mungu aliachilia neema, tukaenda kwenye ile fanato, nilifanya maombi kwa siku 3 kama sikosei, na Mungu akagari akasema kwa maombi haya, nimeachilia rehema, nimeachilia wokovu. Na yule ambaye alikusudiwa afe wakati huo mpaka na karibu miaka kadhaa, leo ni mzima, anaishi. Kwa hiyo nachokifundisha hapa si tu kwamba nimekiokota, ni Mungu alinifundisha kwa miaka 15 kuja kwenye chuo cha Mungu, si cha Biblia cha kibinadamu. Mungu alinifundisha jangwani kama Yohana Mbatizaji, mwisho akaniambia, mwanangu, nenda nivushie watu wangu. Kwa hiyo ninachokifanya si tu kwamba nafanya kwa sababu ni utumishi, nimekutana na Mungu na akanifundisha namna ya huduma deliverance, huduma ukombozi kwenye makanisa, huduma ukombozi kwenye familia, na watu wengi wana ushuhuda. Ningeweka shuhuda hapa zingetosha wiki nzima haziishi. Kwa nini? Watu wengi wamefunguliwa, wamekombolewa, Mungu amefanya makubwa kabisa. Kwa hiyo nakualika, ikiwa kuna kitu umekiona unahitaji huduma yangu, namba zangu zinapita kwenye skrini yako. Kama unaangalia YouTube kupitia televisheni, utaiona. Kama unaangalia kupitia simu, iko hapo. Karibu. Nipo tayari kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya familia, lakini pia huduma kwa ajili ya sera makanisani, na Mungu akawabariki katika jina la Yesu. Amen. Amen.